Kama ilivyo kauli mbiu yetu kwamba chukua hatua sasa, ni mimi na wewe na jamii kwa ujumla, wote tuchukue hatua. Kwa hiyo nasisitiza mambo yafuatayo: wataalamu wa mifugo kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa, ili kila mmoja wetu aweze kuchukua hatua stahiki katika kudhibiti. Kwa hiyo wataalamu wetu kuhakikisha elimu inatolewa. Na wewe katibu tawala msaidizi unayesimamia sekta hii, hakikisha umelisimamia jambo hili vizuri, na tupate taarifa kila mwezi, tupate taarifa ya elimu iliyotolewa, imetolewa wapi na wananchi wangapi wamepata elimu katika eneo hilo. Lakini kuendelea kutoa chanjo ya mbwa na paka wote, simamia hilo, kushirikiana na sekta binafsi na wataalamu wako ngazi ya halmashauri. Simamieni jambo hili kuhakikisha kwamba chanjo zinatolewa. Lakini pia kudhibiti mbwa wanaodhulula na kuchukua hatua za kisheria kwa wale wasiozingatia taratibu za ufugaji. Sheria mnazijua, simamieni sheria kama inavyowataka kwamba mfanye, na taarifa hizo tuwe tunazipata kuanzia kule kwenye halmashauri, mkoa, tupate taarifa ya namna ambavyo mnasimamia sheria hizi. Lakini halmashauri zote na wadau wa sekta ya mifugo kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mazoezi ya chanjo katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Hivyo hadi mwisho wa mwezi Oktoba mbwa na paka wote wawe wamechanjwa. Sisi hatulali na waagiza ndani ya mwezi huu mpaka Oktoba, katika wataalamu wote ngazi ya halmashauri, mbwa na paka wote muhakikishe mmechanja, wamepata chanjo, na mkoani tupate taarifa. Na kaimu katibu tawala, wewe wa sehemu hii unasimamia, hakikisha taarifa inafika kwa rasi ya baada ya mwezi kwamba mbwa na paka wamechanjwa, kwa sababu jambo hili lina madhara. Tusingependa kuona wananchi wetu wanapatikana na madhara ya kung'atwa na mbwa, hapana. Lakini mwisho kabisa, chukue fursa hii kuwashukuru wadau wetu wote mliopo hapa na mliojitokeza leo, na tayari mmekwisha kuleta mifugo tayari kwa ajili ya zoezi lililopo mbele yetu. Lakini pia niwashukuru sana pia wataalamu wetu wote, mkurugenzi wa kliniki yetu na wataalamu wako wote. Nimeona madaktari wako wote wako vizuri pale kwa ajili ya kutoa ushauri. Kwa kweli nawashukuru sana. Sasa baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi nipo tayari sasa kwa ajili ya kuzindua. Sasa tuko hapa kwa siku ya leo tarehe 4 ni kwa ajili ya uzinduzi wa zoezi la chanjo kwa mifugo hususan mbwa na paka kwa ajili ya kudhibiti magonjwa ya kichaa cha mbwa. Tunafanya hivi kwa sababu kidunia huwa inaadhimishwa siku ya maadhimisho ya kichaa cha mbwa duniani, huwa inafanyika kila tarehe 28 Septemba ya kila mwaka. Lakini kwa sasa sisi tulikuwa na mambo mengi hapo katikati yalifanya tusifanye hiyo tarehe 28, kwa hilo tukio tumelifanya leo. Katika halmashauri yetu ya manispaa ya Mpanda, katika zoezi la uchanjaji, mwitikio huwa siku zote, miaka yote, mwitikio ni mkubwa na ni mzuri. Kama mwaka jana tulikuwa tumechanja mbwa 1852 kati ya mbwa 2517 tulionao katika halmashauri ya wilaya ya Mpanda, na tulifikia kwa asilimia 73.6. Unaweza kana ni mwitikio mzuri. Lakini tunapokuwa tunafanya uzinduzi hivi, kama ulivyosema, zoezi linakuwa ni endelevu. Huwa kuanzia hapa tunapochanja, na chanjo ni kwa mbwa na paka ni mara moja kwa mwaka. Kwa mfano kuanzia Januari mpaka Agosti mwaka huu tumekwisha kuchanja mbwa 236. Na baada ya zoezi hili tunaamini kabisa idadi hii ya leo na itakayoendelea, hizo chanjo tulizonazo tutawagawia maafisa wetu walioko kwenye kata ili zoezi liwe endelevu. Wale ambao hawajapata fursa ya kufika hapa wafike katika maeneo ya kata wakachanje kule, tutawagawia hizo chanjo. Lakini yule ambaye atakuwa hajaleta tutajaribu kuwabaini na kuwajua. Wale ambao watakuwa hawana taarifa, tutafanya pia nyumba kwa nyumba msako, ili kila mmoja mwenye nyumba au mmiliki wa nyumba ahakikishe anachanja, ili mji wetu uwe salama, na inapofikia mwaka 2030 tuwe na zero rabies deaths, kwa maana ya kuwa na vifo sifuri vinavyosababisha kama na ugonjwa wa kichaa cha mbwa, kama malengo ya kidunia yanavyosema kwamba ifikapo 2030 tuwe tumetokomeza ugonjwa wa kichaa cha mbwa.
Kwa majina naitwa Adam Jacobo, nimemleta mbwa wangu kupata chanjo na hapa ameshapata chanjo, na washukuru sana kwa siku ya kuadhimisha siku ya kuchanja mbwa, nimeshukuru sana. Kwa hiyo nawahimiza na wengine walete mbwa ili wapate chanjo ili kusudi wasije wakapata kichaa. Sababu mbwa akipata chanjo anapunguza ukichaa, yani wanakuwa ugui kichaa na wakinga na ukichaa, hivyo inasaidia katika jamii zetu kwa wale mbwa ambao wanakaa nje ya mitaa. Eh?